Naam, mtazamaji mpendwa wa Jugo Media, Injili Kiganjani Mwako, kama ambavyo nimekujulisha kwamba leo tuko katika makaburi haya ya Kinondoni, na kwa namna ya pekee kabisa tumefika katika kaburi la Mwalimu John Stefano Mgandu, nguli wa muziki nchini Tanzania, ambaye basi alimaliza safari yake ya maisha na sasa amepumzika. Na hapa tulipo ni katika kaburi ambalo amepumzishwa. Siko peke yangu, niko na dada Amata Mwapinga ambaye siku hii ya leo tupo hapa, na kwa bahati nzuri kama nilivyokuambia alipata bahati ya kufanya utume na John Stefano Mgandu ambaye ni nguli wa muziki mtakatifu nchini Tanzania. Yeye atatupitisha katika historia yake ya maisha kwa kadiri ambavyo alimfahamu, ili nasi ambao hatukuwepo wakati huo tuweze kumfahamu kupitia dada yetu. Dada, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Habari ya uzima? Namshukuru Mungu. Mtazamaji wangu yuko na shauku kubwa sana kutaka kufahamu, walau kumfahamu Mwalimu John Stefano Mgandu alikuwa ni mtu wa namna gani, na ni kwa namna gani wewe ulimfahamu. Karibu utueleze. Asante. Kwa majina naitwa Amata Mwapinga kama alivyosema ndugu mtangazaji hapa. Mwalimu Mgandu nilibahatika kufanya naye utume kwa muda mfupi sana. Naweza nikasema ni mwaka mmoja kama na nusu hivi. Okay. Na ndani ya mwaka huo mmoja na nusu mwalimu alianza kuugua, lakini siwezi kukumbuka exactly ilikuwa ni lini. Ninachoshukuru tu nilipata nafasi hiyo ya kufanya naye utume. Nilifanya naye utume kwaya ya Mtakatifu Paulo Mtume. Wakati huo nilikuwa naimba kwaya hiyo, kwaya Mtakatifu Paulo Mtume ambayo inafanya utume parokia ya Ubungo Msewe. Ndio. Yes. Hongera sana. Asante. Labda ni kwa namna gani wewe sasa ulimfahamu John Stefano Mgandu? Alikuwa ni mwalimu wa namna gani, ili sisi ambao hatukuwepo wakati huo tuweze kufahamu walau picha tu? Asante. Kama ulivyosema ni picha tu nitaitoa ambayo mimi niko nayo kumhusu mwalimu. Sitaweza kueleza mengi kama nilivyoeleza awali, nimefanya naye utume muda mfupi. Kwa hivi ni vitu vichache sana ambavyo navifahamu kumhusu mwalimu. Katika utume pamoja na mwalimu kuna vitu ambavyo mimi binafsi vilinivutia kutoka kwa mwalimu. Na nilikuja kushangaa baadaye sana baada ya kugundua kwamba ni mwalimu ambaye jina lake ni kubwa sana. Inawezekana ni Tanzania lakini Afrika Mashariki nzima. Lakini pamoja na ukubwa wa hilo jina lake, yeye alikuwa mdogo, mnyenyekevu. Kama andiko linavyosema aliye mkuu na awe mdogo. Kwa hivyo kwake yeye hiyo naona alikuwa anaishi. Kwa sababu mwalimu mahiri kama yule, kumuona kwanza kabisa naweza nikasema ni utii kwake. Kumuona mwalimu kama yule anavaa sare sawa na wanakwaya, kwangu mimi kilikuwa kitu kama cha pekee sana. Yaani ni cha pekee, lakini nilikuwa naona mwalimu ambaye ni mahiri hivi. Unajua tumezoea, sio niseme tumezoea, kuna baadhi ya walimu wetu wa kwaya wakifahamu muziki kwa kiasi fulani hivi wanakuwa na wanajiinua. Yaani anajiinua, anataka awe na tabaka lake fulani. Labda viongozi wa kwaya wanatangaza kesho tunavaa sare fulani, yeye anakuja anavaa kivyake. Lakini mwalimu alikuwa anavaa sare kama wanakwaya wengine. Yes, kuna picha moja imepita sana mitandaoni huko, nilipiga naye. Natamani pia nitoe historia ya ile picha ilikuwaje. Tulikuwa ziara ya kiutume Makoka. Makoka. Wakati huo ilikuwa nadhani Kigango, haikuwa parokia bado. Sasa mimi nilikuwa natoka, tulikuwa kwenye kaukumbi pamoja na kwaya wenyeji baada ya misa. Yes. Sasa nikawa natoka nje, nilikuwa naenda washroom. Mwalimu alivyoniona tu, kwa sababu ya ile pia nilikuwa bado mgeni, kwa hiyo walikuwa wananitreat kwa ukaribu sana. Wakati huo ulikuwa na muda gani tangu umejiunga kwa mwalimu? Siwezi kukumbuka kwa sababu hata ile picha yenyewe sikumbuki ilikuwa mwaka upi hasa. Lakini ninachokumbuka tu kwamba kwa sababu ya ule ugeni, kiukweli wale wanakuwa walikuwa wananiweka karibu sana. Yaani ili usikimbie. Yaani labda sijui waliona kama mimi, kwa sababu nilikuwa najiunga ni ya watu wazima.
niliamua hivyo. Na ulikuwa na umri mdogo? Sio mdogo in search, natoka utoto kuingia ujana. Ni mdogo. Kwa hiyo nikaona nikijiunga na kwaya hiyo ya watu wazima watanilea. Sasa walikuwa wanani kama kunichunga fulani. Sasa nimesimama natoka nje, mwalimu akaniona. Nilikuwa napita hapa kwa kutoka line moja. Kwa hiyo napita akanidaka. Unaenda wapi? Usitoki, usiondoke, tutaondoka pamoja kama tulivyokuja. Nikamwambia mwalimu, hapana, sitoki. Siondoki. Naenda nje mara moja narudi. Akasema sawa, na hakikisha unarudi. Nikamwambia sawa. Niliporudi, nikamwambia mwalimu nimerudi. Basi sasa naomba tupige picha. Wewe ndo kamwomba mpige picha. Naomba tupige picha. Ndio nikakaa pale. Kimsingi imekatwa ile, imekropiwa. Ilipigwa, walimu walikuwa wao watatu, walikuwa yeye, mimi nikafuata, akaja mwalimu Octavian, mwishoni kulikuwa na Chanel Kumba. Wakati Chanel mnaimba naye pale Msele. Yes. Kwa hiyo naweza nikasema kupitia ile picha watu wanaweza wakathibitisha hiki ninachokisema kwamba mwalimu alikuwa sare ambayo anavaa mwanakwaya na yeye anavaa bila kuzingatia kwamba mimi ni mwalimu mkubwa au vipi, kwamba mimi ni mahiri. Hapana, sikuona hicho kwake.